yeyote anayeomba uongozi msimpe. Unaona, kwa sababu anayeomba uongozi basi hatosaidiwa na Allah, hatosaidiwa na Allah. Na hata Waswahili wana maneno wanasema, mti wenye matunda ndio unaopopolewa. Uislamu unatoa matunda mazuri. Sasa yale matunda watu wanayapenda, ila wale wanayochukia maana yake ni kutaka kuyafanya watu wasifaidi katika matunda hayo. Lakini akanambia unataka kuvitegaje kuviua viumbe hivi ambavyo kwa havina hatia? Na kipindi chetu kinakujia wakati huu murua kabisa, wakati wa usiku, watu wengi wamepumzika majumbani. Halo. Hello, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shizam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ndugu yangu, unaitwa nani na uko wapi? Nasikika nikitokea hapa Buguruni, Dar es Salaam, Tanzania, lakini kwa sasa hivi nipo Tegeta hapa Dar es Salaam, mji kidogo, lakini nipo hapa Dar es Salaam, Tanzania. Naam, ni Bakari Kiwango. Mimi naitwa Bakari Kiwango, kweli kabisa. Naam, habari za uko Tegeta? Tuko vizuri, tunashukuru Mungu, alhamdulillah, tunaendelea vizuri. Naam, una swali gani leo? Naam, shukran. Una swali gani kwa leo? Asante sana. Tulikuwa tunazozana hapa kidogo na mwenzangu mteme tu mke wangu kuhusiana na nataka kutega panya kwa ili kuwakamata, kwa sababu anaonekana analeta buguza, lakini akanambia unataka kuvitegaje kuviua viumbe hivi ambavyo kwa havina hatia, wakati kila kiumbe kina haki yake ya kuishi, mradi hakija kusumbua na hakija la chochote, hakina shida. Sasa nikasema bwana, ulizo ujibiwe ipo, tauliza hapa bwana, kama kuna sitofahamu nitegue mtego wangu, kuna tatizo lolote au kuna ubaya wote kuwatega hawa viumbe na kuwaua, licha kwamba hata kama hawajafanya athari yoyote, lakini kiamkini wao kawaida yao ni madhara. Sasa nataka kuwaua kwa kuwatega au kuwapa sumu mradi wafe. Kuna shida yoyote? Tunaendelea kupokea maswali na tulikuwa tunasema alhamdulillah, kipindi kiko kwa wakati mzuri. Nafikiri watu wengi wamerejea kutoka makazini, wako nyumbani, wanapata chakula cha usiku na huku wanapata elimu. Halo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Mimi bwana ninaitwa Sheikh Hassan Sambuguma. Sheikh Hassan Sambuguma au Buguruni? Dar es Salaam. Niko Ulongoni, Gongo la Mboto. Gongo la Mboto. Sheikh Hassan wa Masjid Haqa. Naam, ndio haswa. Naam, karibu. Una swali gani kwa leo? Asante sana. Bana, swali langu mimi ni moja. Naam. Kama litazalika lingine, lakini hasa hilo moja ndio ambalo asas linanisumbua tuseme. Basi inshallah khair. Naam. Watu wanavyo hapa hivi sasa kwa kushika msahafu na wanaoshika msahafu, wengine hawako tohara. Sasa hatuwezi kuwabadilishia kiapo cha kushika msahafu tukaunusuru msahafu wetu usishikwe na watu ambao hawana tohara. Okay. Naam, una swali jingine zaidi ya hilo? Uislamu duniani hivi sasa, yani unapigwa vita kwa kila kona, na kwa sababu ndio dini ya haki tu, ndio maana ipo inaendelea kuwa mpaka hivi sasa. Ni kweli, naam. Vinginevyo kama sasa tufanyeje hawa wasiokuwa Waislamu ama wanaopiga vita Uislamu, tuwafahamishe uzuri wake? Naam, huyo ndugu yetu Sheikh Hassan na maswali yake hayo. Naam, alo mtazamaji kupitia WhatsApp. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Salim, niko Lilongo, Malawi. Kwa kumfanyia mtoto hakika. Je, nafaa mbuzi mmoja ni mchinje upande wa mume na mbuzi mmoja ni mchinje upande wa mke? Okay, manake uwagawe, manake mmoja uchinje upande wako wewe na mwingine umchinje upande wa mke wako. Ndio. Naam, tunaendelea na kipindi chetu kizuri na bado tupo katika kipindi cha kupokea maswali. Tuendelee kupiga simu na kuweza kuuliza maswali. Alo mtazamaji kupitia WhatsApp. Je, mtu akiwa na janaba anafaa kusoma Qur'ani au kusikiliza au hafai? Naam, tunaendelea
na kipindi chetu cha Uliza Ujibiwe kipo katika njia ya kukumbushana, kuelimishana. Tupate maswali mawili tu ya mwisho alafu tutapata mapumziko. Basi tunasubiri, nafikiri itakuwa la kwanza hilo. Halo? Mimi swali langu linahusu swala ya siku ya Ijumaa. Ndio. Maana yake nimesikia kuna misikiti mingine unaenda kuswali. Ndio. Japokuwa mnaswali Ijumaa, mnakuwa haina Ijumaa. Nimeuliza kwa sababu gani? Wakasema Ijumaa huwa inaanzishwa kwa masharti. Sasa anasema hii nyingine inaanzishwa kwa ajili ya watu wanataka uongozi, wanataka vyeo, wanataka nini, wanasema wanaanzisha misikiti yao. Nikaambiwa kwamba misikiti namna hiyo haina Ijumaa. Sijui imekaaje hiyo. Misikiti inayoanzishwa kwa ajili ya watu kujipa vyeo? Naam, kuna wengine wanasema ana sisi tunajenga msikiti wetu hapa ili tuwe na Ijumaa yetu. Okay, maana yake hiyo misikiti ambayo inaanzishwa kwa ajili ya watu kujipa vyeo haina Ijumaa. Wanasema ukiswali hapo huwezi kupata Ijumaa. Okay. Naam. Okay, nimekupata swali lako Sheikh Saidi, fanya subira inshallah, baada ya muda mchache nitakujibu. Inshallah. Naam, tunaendelea na tumebakiwa na swali moja tu. Tukilipata hilo swali basi tutapata mapumziko. Naitwa Bi Amina, niko Lugumbashi. Naam, una swali gani Bi Amina? Swali lako? Swali langu naomba kuuliza upande wetu kina mama, sisi tunapokuwa msikitini siku ya Ijumaa, tunanyoosha miguu kuelekea kibla na tujafunika soksi wala tujavaa jambo nguo yoyote kujistiri. Je, inafaa? Swali langu la pili nauliza, kwa mfano tunaambiwa tukiingia chooni tusiseme bismillah, tusitaje jina la Mwenyezi Mungu. Naam. Sasa hivi ukiingia nyumba nyingi ndio choo, ndio bathroom, ndio sehemu ya kushikia udhu. Je, udhu tutashika vipi tukiwa ndani hicho choo? Mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kipindi chetu cha kwanza cha kupokea maswali. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea basi tuangalie majibu ya maswali yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khatami rasulillah Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV 2, karibuni sasa katika kipindi chetu cha pili cha kupata majibu ya maswali yetu tumetoka kukusanya katika muda mchache tu uliopita. Na ndugu yetu Bakari wa hapa Dar es Salaam, rafiki yetu huyo, anasema amezozana kidogo na mkewe kuhusiana na masala ya kumtega panya na kisha kuwaua, na hali ya kuwa hawa ni viumbe wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ya nini kuwakamata kuwaua na hali ya kuwa wapo na wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hapana. Ukweli ni kwamba kitendo hichi cha kuwaua panya, na hasa ni katika panya ni katika wanyama wametajwa watano ambao ni Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam wauliwe katika wakati wa haram na wakati wa nje ya haram, maana yake na wakati sehemu yoyote, kwa sababu ni wanaleta madhara na watauawa pale watakapokuwa wameingia katika eneo pengine katika majumba yetu kama hivi. Haina maana wanauawa maana yake tuwasake huko maporini alafu tuanze kuwaua tu ovyo, la. Labda watakapokuwa pengine katika mashamba yetu wameingia au majumbani mwetu wameingia, basi tukiwatega namna hii basi tuwaue. Lakini kuna tahadhari ambayo mimi mwenyewe nimekuja kuiona katika mafatawa za wanachuoni kwamba kuna hii baadhi ya mitego ambayo inatumia pengine gundi au hata hii ambayo inanasa kwa kufyetuka. Unakuta panya amekamatwa lakini pengine amekamatwa kiunoni, alafu huku juu bado yupo hai, au amenasa katika gundi, alafu ile gundi anakaa pale anaachwa pale na yule mtu mpaka anakufa mwenyewe. Haya ni mateso. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuwatesa wanyama, hata hawa ambao sio halali ni halali kuwaua na hawaliwi pengine kama hivyo, basi si vizuri kuwatesa, na hasa hawa hata wanauliwa ndo kabisa. Maana yake tunatakiwa kuwafanyia huruma na kuwafanyia mapenzi pale tunapotaka kuwachinja, kama hawa kina mbuzi, kina ng'ombe, kina kondoo, kina kuku, tuwafanyie ihtiram. Kwa hiyo inatakikana ukishamnasa namna hiyo katika mtego wako, basi umtoe, umuue kabisa, tena umpige pigo la haraka mara moja ambalo litamtoa uhai wake, sio kumwacha mpaka akafa peke yake. Kwa hiyo
hakuna makatazo, bali imeamrishwa haswa panya, kwa sababu ni waharibifu na haswa wengine wanakuja kusababisha maradhi. Kwa hiyo ni vizuri kupambana nao pale inapokuwa wamekithiri katika makazi yetu, katika maeneo yetu, katika maduka yetu, katika mashamba yetu. Ndio maana wengine huwa hata wanamfuga paka kwa ajili ya kuweza kuwakamata na kuweza kuwala. Lakini pale tunapotumia mitego, basi tufanye hivi ambavyo tumeeleza. Naam, ndugu yetu vile vile Sheikh Hassan wa hapa Dar es Salaam, huyo ni rafiki yangu katika msikiti mmoja hapa Dar es Salaam unaitwa Masjid Haqa. Ni shekhe wangu na kipenzi changu, mwanafunzi mzuri, yupo darasani na huwa na maswali mengi, na hapa amekuja na maswali yake mawili. Swali lake la kwanza nataka kujua kwamba kuna hivi viapo vya kushika msahafu na wakati mwingine wanaoapishwa ni akina mama pengine, alafu wako katika tohara. Sasa inakuwaje hizi habari? Kwanza, asili ya kiapo hakuna ulazima wa kushika msahafu, haijaja katika mafundisho au ulazima mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anayeapa ashike msahafu. Alafu kama anavyosema Sheikh Hassan, unakuta wakati mwingine anaapa mwanamke katika hali ambayo pengine sio nadhifu, sio msafi, au wanaume wengine wanajiita ni Waislamu lakini Waislamu majina, alafu wametoka katika mambo yao huko, pengine katika janaba nalo hata kukoga wanashika msahafu, lakini bali lisano la nafsi basira, yani kila mtu katika nafsi yake ndio anajua kipindi hicho anachofanya hicho kitu. Kwa hiyo ajue kwamba kama ni mwanamke ni haramu kwake yeye kushika msahafu, mwanamume ambaye yuko katika janaba vile vile ni haramu kushika msahafu. Kwa hiyo kiapo asili yake ni kuapa bila kushika msahafu. Maana yake hiyo ndio asili, na ndio Mtume Muhammad na watu waliokuwa kiwaapisha, maana yake ni kuapa kwa kusema wallahi wa billahi wa tallahi basi. Lakini wanasema wanachuoni rahimahumullah kwamba pale atakapoona hakim kwamba kuna haja ya kuthibitisha zaidi kile kiapo, basi anaweza kutoa idhini au kuamrisha mtu ashike msahafu, lakini kwa masharti hayo. Kama ni mwanamke ataulizwa, je, upo tohara? Naam, nipo tohara, basi shika msahafu. Kama haupo tohara, basi kadhi hatompa msahafu kuweza kuapa kwa kutumia msahafu. Kwa hiyo hiyo ndio asili yake. Kwa hiyo jihadhari wale ambao wanaopenda kuapa, wanaoapishwa alafu wanashikishwa msahafu, aliyekuwa msahafu ni kitabu cha Allah kinachohitaji kushikwa hali ya kuwa ni tohara. Na vile vile wajihadhari hasa pengine viongozi wetu ambao wanaapishwa kwa kushika msahafu alafu hawatendei haki watu, haki ambayo ni haki juu yao kutendewa, basi wanafanyia dhulma na wanajilimbikizia mali na uwizi, alafu aliyekuwa wameapa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wataulizwa يوم القيامة kwa sababu wametumia msahafu kuthibitishia watu kwamba watawatendea haki na yale ambayo wameahidi, alafu hawakutekelezea, basi watakutana na maswali mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi watu wote, viongozi wetu na wale wote ambao wanaapa kutumia kwa viapo hivi, basi Allah awafanyie wepesi na waweze kutekeleza kile ambacho wametuahidi na wafanikiwe, na inshallah iwe ni kheri kwa wao katika maisha yao ya dunia na kesho akhera. Naam, ndugu yetu vile vile Hassan alikuwa na swali lake la pili, anasema kama Uislamu unapigwa vita duniani kote, sasa tufanya nini ili usipigwe vita na uonekane kwamba ni dini nzuri ambayo ina maadili? Na ni kweli kabisa, yani hivi ndivyo ilivyo, na hata Waswahili wana maneno wanasema, mti wenye matunda ndio unaopopolewa. Uislamu unatoa matunda mazuri. Sasa ile matunda watu wanayapenda, ila wale wanayochukia maana yake ni kutaka kuyafanya watu wasifaidi katika matunda hayo, ni wale yasuduna an sabilillah, wanazuia njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Uislamu unafanya hivyo, lakini angalia unavyoenea kwa kasi katika ulimwengu. Grafu zinaonyesha katika mitandao yetu hii, inaonyesha jinsi ambavyo Uislamu ulikuwa nyuma, maana yake ulikuwa na watu wachache, na Ukristo pengine ndio ulikuwa mbele sana, madhehebu kwa mfano wa Katoliki, alafu anakuja wa Lutheri, wa Protestant na wengineo, alafu nakuja pengine ndio Waislamu. Idadi yetu ilikuwa ni ndogo sana, lakini grafu zinazotoana katika mitandao ukiangalia inaongezeka kwa kasi sana, na karibia hivi sasa inazipita hizi madhehebu nyingine au dini nyingine zilizo katika uhai huu wa kidunia. Kwa hiyo ni kuonyesha ni picha nzuri, na watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, kwa sababu ni dini ya haki, na watu wakifahamu haki wanaifuata. Lakini hizo dini nyingine zote ni dini batili ambazo hazipo katika ukweli wowote, ni udanganyifu na upotevu ambao ni hatari kubwa. Kwa hiyo alhamdulillah watu wengi wanaingia katika Uislamu, na ndio matokeo yake ni hayo, na ndivyo ilivyo. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kubashiri akasema, ulianza Uislamu ukionekana ni mgeni, utarudi aliyekuwa ni mgeni. Tuba lilghuraba,
bala alislamu gharibun wa sayaudu ghariban tuba lilghuraba. Maana yake Uislamu ulianza ukionekana ni dini mpya, haijulikani, watu wanaikataa, wanaipiga, wanafanya nini, alafu wataipokea, na siku za mwisho vile vile utarudi aliyekuwa tena utaonekana ni mgeni, lakini furaha iliyoje kwa wale watakaorudi na huyo mgeni kwa maana ya Uislamu. Kwa hiyo hii ni hali halisi na ndivyo Uislamu ulivyo, lakini alhamdulillah ni kwa sababu ya khairi na watu wengi hawapendi khairi, bali aktharuhum la yaqilun, bali watu wengi hawana akili kuweza kutafakari na kujua kile kizuri ambacho kiko katika Uislamu. Lakini alhamdulillah kwa hayo ambayo tunawaelimisha na ule unyonge tuliokuwa nao, lakini alhamdulillah dini ya Allah inakwenda mbele, inachanja mbuga, na alhamdulillah watu wengi wanaingia katika Uislamu. Na inshallah sisi sasa tufanye nini? Kama alivyosema Sheikh Hassan, ni kujipamba na akhlaqi za Kiislamu. Kama Mtume Muhammad ametusifu tuwe katika muonekano fulani au ibada fulani za swala, heshima na akhlaqi nzuri kwa watu wengine, tuwaonyeshe vile vile, yani tuonyeshe tabia nzuri kwa wasiokuwa Waislamu, wajifunze kwetu sisi picha nzuri kutoka kwetu sisi, sio sisi tunakuwa tena ni mfano mchafu, mfano mbaya kwa wao. Kwa hiyo tuwaonyeshe tabia nzuri kama ambavyo wengi wanaosilimu wanathibitisha hilo, kwamba mimi nimeingia katika Uislamu kwa kuona ihsani, ukarimu wa Waislamu. Pengine mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wanawaalika hata wasiokuwa Waislamu, wanashiriki katika futari, Waislamu wanajitolea sadaka, Waislamu wana maneno mazuri. Kwa hiyo wengi wamesilimu kwa sababu ya tabia tulizokuwa nazo. Kwa hiyo tukiziendeleza hizi tabia na kuonyesha hali msimamo na kufuata kitabu chetu cha Qur'ani na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidhnillah tutakuwa ni ushindi, na ndio ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba alisema ardhi hizi watarithi waja wake wema. Kwa hiyo inshallah Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao, na tuendelee kupambana kwa ajili ya kuweka dini ya Allah vizuri, iwe ni nusra kwetu sisi vile vile, kwa sababu tutanusurika pale tutakapokuwa tumemnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu yetu Salim wa kule Malawi, yeye anasema kwa mfano ana mtoto wa kiume anataka kumfanyia akika. Kwa hiyo kama tunavyojua kweli ni kweli kabisa, mtoto wa kiume akika yake ni mbuzi wawili. Sasa anauliza, je, anaweza kufanya akika mbuzi mmoja akafanya upande wa mwanamke, upande wa mke wake manake, na mbuzi mwingine kwa upande wake yeye, kwa upande wa mwanamume? Kwa swali lake ilikuwa hivyo. Ni maamuzi, yawezekana. Kama inawezekana hilo, inawezekana. Cha muhimu kwa sababu kinachotakiwa ni sadaka ile ifanyike, na vile vile na nyinyi muweze kushiriki. Hasa unapotoa pengine nyingine ikaenda huku, nyingine ikaenda huku, labda pengine katika mgawanyo ule wa wale mbuzi wote wawili, ile nyama ukagawa mafungu matatu, pengine kwa mfano moja likaenda kwa upande wa kina mama, kwa upande wa mke wako, lingine likaenda kwa upande wako wewe, kwa wazazi wako, alafu fungu lingine likawa la pale nyumbani kwa ajili ya wageni watakao kuwepo, na nyinyi wenyewe mkashiriki, mkala, mkafurahia. Fabiha wa neema. Hakuna katazo wala hakuna kemeo kwamba mtu asifanye namna hiyo. Unaweza kufanya namna hiyo pale itakapokuwa kwamba tunachotaka sisi ile sadaka, watu wapate, watu wafurahi katika siku hiyo, kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata, kama hivyo ni mjukuu wetu au ni mtoto wetu, basi ni kheri iweze kufanya. Kwa hiyo tunaweza tukafanya hivyo, wala hakuna katazo, ila tu ni lengo lilitimie, kwa maana wachinjiwe watoto hao, mbuzi hao, na ijulikane imefanyika hakika na furaha ipatikane kwa sababu ya kupatikana kwa mtoto huyo. Je, mtu mwenye janaba anaweza kusoma Qur'ani na kusikiliza? Hapana. Hapana, haifai. Kusoma Qur'ani janaba ni katika wala wanachuoni wajakhtalafiana katika hili, kwa maana janaba ambalo anakuwa nalo mke na anakuwa nalo mume, kwa maana mwanamume au mwanamke haijuzu kusoma Qur'ani au kusikiliza Qur'ani. Inawezekana pengine ilikuwa inaendelea Qur'ani, basi wewe baada mmefanya jambo lenu hilo, mmeingia katika janaba, sasa sio mwendo kazima ile Qur'ani, la. Lakini sio kwamba ndo mmemaliza tendo lenu alafu ndo mnawasha Qur'ani eti mnasikiliza bado mko kitandani, la. Janaba, Qur'ani kitabu cha Allah, na pale mnakuwa ninyi hali katika uchafu mkubwa, wanaita ni uchafu mkubwa, hadathul akbar. Kwa hiyo ni vizuri, kwa sababu na janaba halichukui muda mrefu, ni vizuri baada ya kumaliza mkaenda mkakoga, alafu sasa ukitaka kusoma Qur'ani yako, ukitaka kusikiliza Qur'ani, basi unasikiliza hali yako, huna mashaka. Kwa hiyo ni haswa kwenye kusoma ndo haifai kabisa, afadhali kusikiliza, kwa sababu inawezekana pengine Qur'ani ilikuwa inaendelea kuplay, wenyewe mlikuwa mnaendelea na jambo lenu, au mmemaliza ilikuwa inasoma sehemu Qur'ani, haina uwezo ukasema nitafunga masikio nisisikilize Qur'ani inayosoma, la. Lakini kusoma ndio kabisa haifai, au kushika msahafu haifai kabisa, kwa sababu janaba ina muda mchache. Kimaliza tu mnakwenda kukoga, mnatoharika,
unachukua udhu wako, basi unakuja kusoma Qur'ani kama unataka kusoma Qur'ani. Ama vitu masala ya hedhi na nifasi kidogo ndio kuna khilafu kwa wanachuoni, lakini yote kwa yote wanasema hata kwa mfano hedhi na nifasi anaweza kusoma Qur'ani mwanamke, lakini asishike msahafu, au akishika msahafu basi ashike alikuwa amevaa pengine gloves au ameshika na kitambaa namna hii, ndio anaweza, kwa sababu kuna wanafunzi wakati mwingine wamo mashuleni na wanafanya mtihani wa Qur'ani, kwa hiyo wanatakiwa kufanya muraja. Sasa watafanyaje alikuwa katika hali hizo? Wakaruhusu hivyo wanachuoni, lakini wengine wamekataza kabisa kwa sababu ya hali hiyo ya hedhi. Kwa hiyo cha muhimu ni kuangalia mazingira, hasa ni kujiepusha ili kutoka katika wasiwasi, ila utakapokuwa katika hali ya tohara, basi inshallah soma na kusikiliza Qur'ani Karim. Na ndugu yetu Saidi wa kule Kondoa, yeye alikuwa anauliza kuhusiana na swala ya Ijumaa kwamba amesikia kwamba ni haifai kuswali swala ya Ijumaa katika msikiti ambao walioanzisha msikiti huo ni kwa ajili ya kujipatia vyeo na mamlaka na madaraka. Kwa hiyo msikiti huo haufai kuswali Ijumaa. Je, ni kweli? Ni kwamba kama kuna Waislamu ambao wanaanzisha vitu vya namna hii ili kuweza kuchukua mamlaka na vitu vya namna hii, haya si sahihi, si sahihi. Maana vitu vya mamlaka na vyeo si jambo la Muislamu kugombania au kulitafuta au kuliomba, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote anayeomba uongozi msimpe. Unaona, kwa sababu anayeomba uongozi basi hatosaidiwa na Allah, hatosaidiwa na Allah. Lakini yule ambaye anapewa uongozi bila ya kuomba na pengine kama hivyo kwa kulazimishwa namna hii mpaka akawa sasa ndio kiongozi, basi atasaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo misikiti ambao unaanzishwa kwa ajili ya watu kuweza kutafuta mamlaka na vyeo na sadaka zile waweze kutumia wao na kuchukua miradi ambayo inawekwa katika ile msikiti, wanajitumia moto katika matumbo yao, wanakula moto, kwa sababu hilo sio lengo la msikiti. Lengo la msikiti linaanzishwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yanayofuata mengine yanapangiliwa katika utaratibu uliokuwa mzuri na mambo yaendelee, kwa sababu Waislamu wanufaike katika pengine kile kinachopatikana katika msikiti ule. Kwa maana kama kuna milango ya biashara imefunguliwa pale, basi iwe lengo ni kwa ajili ya kuendeleza Uislamu na Waislamu na huduma za msikiti. Na kama kuna imamu anayekaa pale anayeswalisha, kuna mwalimu wa madrasa, basi hilo ndio inakuwa sehemu ya kuwafanyia ni kupatia mafungu ya kuendesha maisha yao kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Isitokee masala ya kwamba ndio watu wanatafuta lengo hilo. Kwa hiyo msikiti ambao pengine upo katika hali kama hiyo, sio kwamba Ijumaa yake inakuwa ni haram. Unaweza kwenda kuswali kwa sababu lengo haswa kinachozungumzwa katika masala ya kifiki, labda tunaweza kusema ni kwamba itakapokuwa ni msikiti pengine kuna msikiti mkubwa katikati ya mji, alafu kuna misikiti mingine midogo midogo, basi siku ya Ijumaa ile misikiti midogo midogo yote pembezoni inatakiwa ifungwe siku ya Ijumaa, waje tuswali pamoja katika msikiti moja ulio katikati ya mji. Basi hiyo ndio inakuwa ni vizuri hivyo, kwa sababu ili kuweza kukusanya umma Waislamu wengi waweze kuswali katika msikiti huo, lakini isiyo ni lengo ni hilo la kutafuta mamlaka na madaraka kusudi au kulazimisha watu kufunga misikiti mingine waswalie pale kwako wewe, kwa sababu unataka kuwa ni imamu, unataka kuwa ni kiongozi, unataka sadaka zao na vitu vya namna hii. La, hii ni kuingiza watu katika matatizo. Lakini kama ni swala ya Ijumaa na msikiti kama huu unajuzu, sababu kinachotakiwa katika msikiti ni ile swala ya Ijumaa, ipatikane khutba, ipatikane swala zile rakaa mbili, imamu awe ni mtu wa mashallah anajitambua, yuko katika akhlaq na taratibu za sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabiha neema tuswali. Hayo mengine wao waachi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakutana na Mola wao na nia zao kama ni mbaya, basi wataulizwa na Allah tabaraka wa taala katika kile ambacho anakichuma siku ya Kiyama, kwa sababu watu wataulizwa katika mali walizozipata, mmezipataje na mmezitumiaje. Kwa hiyo kama watu wanatafuta tu mamlaka na kufukuza watu na kufunga baadhi ya misikiti eti kwa sababu pengine ni wao wanataka wachukue mamlaka, kwa hakika wajue kwamba kama wanafanya hivyo na ni dhulma juu yao na pengine haki na ukweli wanaojua, basi wajue wanajichumia moto na uongozi wao unakuwa ni mbaya, na Allah hataubariki na watakuwa katika adhabu siku ya Kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ndugu yetu Bi Amina wa kule Lubumbashi anauliza, anasema kuna kina mama pengine siku ya Ijumaa wanakwenda msikitini alafu wanaelekeza miguu yao kibla na wengine hata soksi hawajavaa. Je, jambo hilo linafaa? Bi Amina,
Jazakallahu khairan, tulikupa nafasi ya swali la pili kwa sababu muda wetu ulikuwa umefilisika, lakini kwa sababu ya unatokea ndugu zetu wa jirani wa kule Lubumbashi, basi swali lako ni kwamba kwanza, kama tulivyozungumza kwa mwenzetu aliyotangulia huku nyuma kuuliza kuhusiana na kuelekeza miguu kibla, Yunus, ni kwamba hakuna makatazo ya moja kwa moja kwamba ni haramu pengine, la, tunasema inaingia katika mimbabi makruhin, inakuwa inachukiza kwa wakati fulani, kwa wakati ambao pengine mbele yako kuna mwalimu anasomesha, au kuna ustadha manake pengine mbele yako anafundisha, au kama hiyo siku ya Ijumaa manake kuna khatibu yuko kule mbele anatoa khutba, inakarihisha wala si haram. Na vile vile tujue kuna wakati mwingine kuna kina mama hata watu wanaume ambao miguu yao inakuwa tayari imechoka, inauma, kikunja, kwa hiyo ananyoosha tu, kwa hiyo anyooshe na aweze kukaa kwa kutulia na pate raha, kwa sababu hata swala kuna wakati mwingine inajuzu kina mama au kina baba ambao wanaswali lakini hawawezi kusimama na ukikunja miguu inauma, kwa hiyo wanaweza kukaa aliyakuwa amenyoosha miguu yao kuelekea kibla, alafu wakaswali na kuashiria kwamba sasa hapa amerukuu, kwamba ameitidali, kwamba hapa anainama zaidi, amesujudu, lakini anakuwa haendi kusujudu moja kwa moja, bali anakuwa anaashiria na miguu yake imeelekea kibla. Kwa hiyo hakuna makatazo pale itakapokuwa katika hali pengine ya namna hiyo ya dharura au bila ya dharura. Ni mtu mzima ana miguu yake mizima, lakini hakuna kinachoweza kumzuia kunyosha miguu mbele, anyoshe kuelekea kibla. Hakuna makatazo katika jambo hilo kisheria kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna vitu pengine vinakuwa vinagusiwa kama ni makosa kuelekea kukidhi haja, yani mtu kukaa sehemu ya open space, manake sehemu ya wazi, alafu akawa anajisaidia huko ameelekea kibla. Katika hadithi iliyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asikidhi mmoja wenu haja zake, asijisaidie hali ya kuwa ameuelekea al-Kaaba, maana kibla, au kuupa mgongo, manake fashariku au gharibu, manake elekeni upande wa mashariki au upande wa magharibi. Wanachuoni wengi wakasema kwamba hapa katazo ni pale itakapokuwa ni sehemu ya wazi, mtu ndio haifai kuelekea kibla au kuipa mgongo, lakini inatakiwa uelekee upande wa mashariki au magharibi, manake usiipe kibla mgongo wala usielekee kuelekea kibla. Kwa hiyo hilo labda ndio katazo ambalo ninaweza kusema hilo. Na vile vile ni vizuri wakati wa kulala pengine miguu isielekee kibla, kwa maana hiyo, kwa maana, lakini si katazo la moja wala sio ni haram. Inawezekana katika mtu chumba chake na kitanda kilivyoweza kukaa miguu inaelekea kibla. Kwa hiyo tufanyaje sasa? Tubomoe nyumba yetu, na nyumba yetu ni ndogo na umaskini tuliokuwa nao? La. Kwa hiyo inaingia mimbabe tu makruhi, na inapendeza tu kwamba mtu anapolala basi alale kama inavyolazwa maiti kaburini. Kwa maana kama kibla ni huku, alale kwa ubavu namna hii, anakuwa anaelekea mkono wake wa kulia, huku ni kibla. Kwa hiyo utaona kwamba inatakiwa labda hivyo tu, na ndio inapendeza, yustahabu. Manake sio lazima kwamba mtu alale hali ya kuwa ameelekea kibla au aelekee kichwa chake ndio kielekee kibla, la, miguu isielekee kibla. Hakuna makatazo ya moja kwa moja namna hiyo, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusijipe uzito katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatupa uzito. Cha msingi alichouliza bibi yetu Bi Amina pili ni kuuliza kwamba kuna wanaeleza miguu yao kibla na hali ya kuwa hata socks hawajavaa. Ni makosa. Kama mwanamke ataswali na miguu yake inaonekana, sala yake ni batil, sababu katika kauli ambayo imekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba uchi wa mwanamke ni mwili mzima isipokuwa uso na viganja vya mikono. Na hii haswa uso, maana yake ni viganja vya mikono, navyo vinaweza kuwa wazi pale itakapokuwa wako wanawake peke yao, lakini haswa inapendeza inapokuwa pana wanaume, basi na viganja vyake awe amefunika, unabakia tu uso peke yake. Na kauli nyingine ikaja ya nguvu zaidi kwamba hata uso wake, kama mwanamke uzuri wake haswa upo katika uso wake. Kwa hiyo ni vizuri mwanamke akitoka nje basi afunike na uso wake, kwa maana kuvaa niqab au maana kushushia nguo yake vile vile uso wake wote usionekana, ndio vizuri zaidi. Ama katika sala anaposwali mwanamke, basi anaweza kufunika hata mpaka viganja vyake vya mikono, abakize uso wake, na hii sehemu ya kusujudu maana yake iwe imeelekea chini, kwa sababu hiyo ni wazi kwa ajili ya kuweza kusujudu vizuri. Lakini panapotokea wanaume kama anavyosema mama Aisha radhiallahu anha, basi ni vizuri aelekee ajifunike uso wake, kama alivyosema kipindi cha hija. Mama Aisha anasema tulikuwa tuna hiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaacha nyuso zetu wazi kwa amri ya Mtume, maana yake ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunapokutana na wanaume, basi tunapandisha ile baibu zetu, tunafunika katika juu ya pua zetu, tunaacha macho kwa ajili ya kuweza kuona na kutembea vizuri. Kwa hiyo ni vizuri mwanamke anapoingia msikitini ajistiri vizuri,
Kuna baadhi ya kina mama wanakwenda msikitini aliyekuwa amevaa kanga mbili, pengine amevaa kanga moja pengine mpaka juu ya kifua, nyingine amejifunga tu hapa hivi, mabega yote na makwapa yote yako wazi. Kwa hiyo hata akisema Allahu Akbar, makwapa yote yanakuwa yako wazi, miguu kanga imefunika pekee mpaka juu ya fundo mbili za miguu. Hii sala yote ni batil. Mwanamke anatakiwa ajistiri vizuri, avae baibui lake vizuri na juba lake vizuri, alafu hata mikono yake anakuwa amevaa gauni lake ndani, na ikijaliwa zaidi paka na gloves amevaa. Alhamdulillah, anakuja na swali wala hakuna matatizo yote biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata miguu kama anavyosema Bi Amina, ni vizuri wakavaa soksi, wakafunika soksi miguu yao kwa kutumia soksi. Inshallah Allah tutakabalie swala zetu na wafanyie kina mama wepesi, kwa sababu wakati mwingine mazingira, hali ya hewa ya joto, lakini ni amri Allah. Na walipolalamika baadhi ya wanawake wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliwaambia annaru jahannam ashad. Baadhi ya wanaume walikataa kwenda kupigana jihadi, wakasema si jangwani kuna jua kali ya Rasulullah, sisi hatuwezi, joto ni kali sana. Mtume akamwambia, akashuka aya kwa maana annaru jahannam ashadu harran, kwamba moto wa jahannam ni mkali zaidi kuliko kile ambacho ninyi mnakiona katika jua hili si lolote. Kwa hiyo maamrisho ni Allah. Kwa hiyo kina mama wajitahidi sana kujistiri, ili biidhnillah subhanahu wa ta'ala sote kwa pamoja tuipate pepo ya Allah. Ni mtihani tunapewa katika ulimwengu huu, lakini lengo ni kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Swali letu la mwisho la Bi Amina, anasema kwamba kuna nyumba nyingine hizi zimefungamana na zina choo ndani kwa ndani na inatakikana kusema bismillah kabla hujaingia chooni. Sasa wakati mwingine unakuwa uko chooni, umeshaingia, utasemaje bismillah? Au unataka kutia udhu, utasemaje bismillah? Naam, kuna dua ya kabla ya kuingia chooni. Tabani hata kama ni vyoo vya ndani, pale mlangoni, kabla hujanyanyua mguu kuingia chooni, kwa maana mguu wako wa kushoto, pale nje unasema bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Alafu ndio unanyanyua mguu wako wa kushoto, unaingia chooni. Kwa hiyo ukiingia chooni maana yake unakidhi haja, na ukishamaliza sasa unataka kutia udhu, bismillah yako kwa sababu sunna ya udhu, dua inayosema katika udhu ni bismillah tu. Hizi nyingine zilizoongezwa na watu, Allahumma swi ghasilni yadayha bil ma'i wal thalj wal baradi, Allahumma muhil khataaya, yani Mwenyezi Mungu nisafishe mikono yangu kwa maji yaliyokuwa ya thalj na ya baridi, unipukutisha madhambi yangu katika, kama sijui kama unavyotia maji haya, unipe kitabu changu kwa mkono wa kulia. Hizi dua zimetengenezwa wala hazipo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni kusema tu bismillah. Sasa kuna namna ya kuchukua udhu chooni. Swali linakuja mara nyingi hilo, ninaweza kuchukua udhu chooni, utakuwa ni sahihi? Naam, udhu wako ni sahihi, ila inakarihisha kuchukua udhu aliyekuwa upo uchi kabisa. Ni vizuri kama umejifunga pengine kanga yako, alafu ndio unachukua udhu wako, lakini bismillah usiiseme kwa sauti wala usichezeshe midomo yako, inakuwa tu alafu unatia udhu wako mpaka unamaliza, unatoka kwa mguu wako wa kulia, unasema ghufranaka unapofika nje. Lakini kama kuna sehemu nje ya kutilia udhu, ni vizuri zaidi ukatilia udhu nje kuliko kuchukulia chooni biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah tabaraka wa ta'ala tutakabalie ibada zetu na atujalie kuwa ni katika waja wake wema wenye kutekeleza maamrisho yale yanayotutaka. Ndugu zangu katika imani, mpaka hapo tutaishia kwa siku yetu ya leo. Nawashukuru sana wote wale ambao wamepiga simu na kuuliza maswali, na wale ambao hawakupiga simu lakini wamekaa pembezoni mwa runinga zao kwa ajili ya kusikiliza mawili matatu na kupata faida biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Niwatakie kila la kheri na usiku mwema mpaka tutakapokutana tena kwa mara nyingine. Ni mimi ndugu yenu Salim Shamsi nikisema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasi wako nini?